asifiwe. Kanisa la Bwana Yesu asifiwe. Wateule wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu tena kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu aliyetupa jioni hii njema tena ili apate kutushirikisha baraka zake. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa saa hii ya pekee tena. Tazama mtumwa wako nasimama mbele ya watumishi wako, mbele ya wateule na watakatifu wako. Ni neema na kibali nilichopata kutoka kwako Mungu Baba, sawasawa na agizo lako, sawasawa na patano letu, ya kwamba nitasimama kama chombo, wewe utanena Bwana, ukiyafunua yote uliyoweka ndani yangu, maana uliyaachilia kwa ajili ya uzima wa milele, kwa ajili ya kusudi lako Mungu wa pekee, katika ulimwengu huu wa sasa, hata ule ulimwengu ujao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatambua shetani huna mamlaka juu yangu, huna mamlaka juu ya yeyote aliyekutanika mahali hapa. Kwa nguvu na uwezo wa jina la Yesu, ninakuteka nyara, nikikutia upofu chochote ufanyacho sahihi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakipinga sawasawa na neno la Bwana. Imeandikwa, mpingeni shetani naye atawakimbia. Hivyo shetani uliyeganda hewani, wewe uliyekuja kwa umbo lolote, kwa namna yoyote, ili kuzuia neno la Mungu, ili kuifanya mizito mioyo kupokea, ninakuteka nyara, ninakupinga kwa mamlaka ya nguvu ya moto ulao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Utukufu ni wako, kwa kuwa utakuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Semeni tena amen. Ameni. Ameni. Ninatambua tuna muda mfupi sana na mambo ni mengi, lakini nitakushirikisha kwa kadiri Roho wa Mungu anavyotusaidia. Amen. Lakini nimesikia sana msukumo nikiwa hapo ya kwamba niendelee kukuambia kwa dakika chache za mwanzo hatima ya huyo mtumishi wa Mungu binti Mikaya, baada ya kuokolewa na kuzuiliwa sana na wazazi wake. Kitu gani kimetokea kwenye maisha yake mpaka wakati huu? Ni kitu gani ambacho kimetokea kwake mpaka muda huu? Wangapi wanatamani kujua kitu gani kilitokea kwake? Amen. Na baada ya hayo nitakueleza dakika chache mbele jinsi ya kuipokea nguvu ya jina la Yesu na kutembea nayo kwenye maisha yako. Na hiyo ndiyo siri ambayo Bwana Yesu alinipa. Baada ya kuipokea hiyo siri, natembea kwa kifua mbele, nikijua hakuna chochote duniani chenye uwezo wa kufanya lolote juu ya maisha yangu. Hebu sema tena amen. Kwa hiyo huyo mtumishi wa Mungu Mikaya, anaitwa Mikaya kwa jina lake, lakini hapo kwanza alikuwa haitwi Mikaya, kwa sababu jina alilokuwa nalo ni jina la urithi. Yani jina alilokuwa nalo kabla hajaokoka ni jina alilokuwa amelirithi kutoka kwa bibi yake. Kwa hiyo ni jina ambalo baadaye Mungu hakutaka aendelee nalo tena, akawa amempa jina lingine, akaitwa Mikaya Malko. Kwa hiyo huyo mtumishi Mikaya, baada ya kutengwa na familia yake, kutengwa na ukoo wake, kutengwa na watu wengine wa karibu na hizo familia zake, akakaa kwangu miaka miwili. Ndani ya hiyo miaka miwili niliendelea kukaa naye katikati ya vita kubwa, katikati ya vitisho vingi, lakini nilisimama na neno moja la Bwana Yesu aliloniambia kwamba nimekuamini na nitakuwa pamoja na wewe.
akasema mwisho wa hii vita ni utukufu juu ya jina langu, ni utukufu juu ya jina langu. Kwa hiyo yako mambo mengi yalitendeka hapo katikati. Baada ya kutuma uchawi wa kila aina juu yangu, juu yake, juu ya familia yangu, juu ya watoto wangu, na hata juu ya kazi yangu, na baada ya kushindwa hayo yote, ndipo vita ilihama, vita ilibadilika, ikaja kwa mfumo mwingine. Yakatokea mashitaka mengi kwamba mchungaji huyu amemng'ang'ania mtoto wetu, amemkatalia mtoto wetu kinyume cha kawaida ya jamii. Kwa nini atunyang'anye mtoto? Kwa nini ampokonye mtoto wetu? Kwa nini akae na mtoto wetu kwake? Ikawa ni vita. Lakini pia wakati alipokuwa anatembea katika vita, ilikuwa inatokea hawezi tena kuhudhuria masomo vizuri, ilikuwa hawezi tena kukaa darasani vizuri. Kwa hiyo ikasemekana mimi ndiye ambaye nimemkataza asiendelee na masomo, mimi ndiye ninayemzuia asiendelee kusoma. Wote huo ulikuwa ni uongo wa shetani, zilikuwa ni hila za shetani, ili tu apate sababu ya kumtoa malangoni pangu, kumtoa nyumbani kwangu, ili akose msaada, ili shetani amwangamize, ili shetani azuie kusudi alilokuwa amekusudia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niliitwa sana na viongozi wa eneo la pale nyumbani. Hata hivi ongea yamkini wanasikia, na ninajua huwa wananisikia kwa kuwa sasa wananifuatilia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa waliniitisha vikao vingi serikali ya kata, kwenye ofisi za kata, wakaniambia kwa nini unakana mtoto wa watu? Kwa nini umemzuilia mtoto wa watu? Kumbuka hayo yote yalikuwa yanaendelea, ni shetani alikuwa anawatumia watu, anawatumia wazazi wake kwenda kuleta mashitaka kwa viongozi wa serikali, lakini alikuwa anatumia na watu wengi kuwashinikiza wale wazazi ili wafanye maamuzi magumu juu yangu na juu ya huyo mtoto, juu ya huyo binti. Kwa hiyo mimi nikaitwa sana, kituo cha polisi nilienda sana, mpaka nikawekwa ndani siku 4 kwenye ofisi ya wilaya kwa OCD. Kama yupo OCD baada naishi, atakuwa anasikia maneno haya na anajua kila kitu kilichoendelea, kwa sababu walifanya sana upelelezi kujua chanzo cha mambo hayo, kujua kinachoendelea. Kwa hiyo niliitwa sana vikao vingi, wakatokea watu wengi na kuzusha uongo mwingi. Wengine wakasema anamng'ang'ania, anataka kumuoa. Wengine wakazusha amempa mimba. Waliongea maneno mengi sana. Yote hayo ilikuwa ni kunitisha, yote hayo ilikuwa ni kushinikiza ili shetani apate sababu ya kumwondoa nyumbani kwangu, ili shetani aangamize kilichokuwa ndani yake. Nakumbuka siku moja waliitwa viongozi wote wa kata wa idara mbalimbali, kikaitwa kikao, wakawemo na baadhi ya wachungaji, baadhi ya watumishi wa Mungu, wakaanza kukaa. Nikaitwa na mimi, wakaniambia tumekuita kwa sababu moja tu. Wewe kwa nini umekana mtoto wa watu? Na kumbuka sisi ni wawakilishi wa mkurugenzi, ni wawakilishi wa
yule kiongozi wa wilaya. Kwa hiyo tuna mamlaka yote na tuna uwezo wa kufanya maamuzi yoyote. Ikiwa hautatii haya ambayo tunakwenda kukaa na kuyapanga kwa ajili yako. Wakasema tunalo neno moja tu, tunataka utuhakikishie, na mwisho wa hiki kikao ni amri ya kwamba baada ya hiki kikao hatutaki kumuona huyo binti nyumbani kwako, na kama hautamtoa tunaipeleka taarifa kwenye mamlaka ya serikali ya mkuu wa wilaya aje alifunge hilo kanisa. Lakini pia tunapeleka taarifa kwa mwajiri wako mkurugenzi, ili achukue hatua za kinidhamu ili kukuachisha kazi. Hayo mambo yote yalikuwa yananihusu, yalikuwa ni mashitaka juu yangu. Alikuwepo mkuu wa kituo cha polisi, walikuwepo watendaji, walikuwepo na idara mbalimbali, wakawa wanachangia hoja nyingi zenye kunishinikiza ili nimfukuze. Unaweza ukajua ni kwa kiasi gani huyo mtumishi wa Mungu Mikaya alikuwa amebebeshwa kitu cha thamani sana. Alikuwa amelibeba kusudi kubwa sana, na ndio maana shetani alipanga mashambulizi kiasi hivyo ili tu auwe kusudi la Mungu ndani yake. Lakini namshukuru Mungu aliye hai, ambaye wakati wote nilipokuwa ninaingia kwenye maombi na kumwomba Mungu nisaidie juu ya jambo hili, sauti moja ya Mungu alikuwa akisema na mimi, usiogope, niko pamoja na wewe. Usiogope, sitakupungukia. Usiogope, niko pamoja na wewe. Kwa hiyo nikasimama imara. Kila nilipotaka kuongea wakainuka wengi, wakainuka kwa makelele mengi, unakosa hata nafasi ya kuongea lolote, wote wanakushinikiza. Lakini nikanyamaza kimya. Moyoni mwangu nikasema, matendo huongea zaidi ya maneno. Matendo yana nguvu kuliko maneno. Nimedhamiria moyoni mwangu, lolote linipate pamoja na Kristo, lakini sitasariti hii nafsi hii damu hii, sitataka itakuwe mikononi mwangu. Lolote litakalo nipata na nilipate. Kwa hiyo wakaandika waraka, wakasema tusaini. Maazimio yakawa ni kwamba tangu saa hii tusione mtoto huyu anakaa nyumbani kwako, tusione huyu binti yuko nyumbani kwako. Munisikilize watumishi wa Mungu, na muamini huyu Yesu aliye hai, ambaye ahadi zake ni za kweli. Akisema ndio, hakuna wezaye kusema hapana. Na ninajua kuna mtu anajiuliza, kwa nini anashuhudia mambo haya? Yana faida gani kwetu? Yanawezaje kutusaidia? Nataka nikwambie, wako watu wengi wako huko mitahani, wako watu wengi wameshindwa kuokoka, wako watu wengi wamezuiliwa wokovu kwa sababu ya vitisho vya shetani, kwa sababu ya vitisho vya shetani. Wako watu ambao wametishiwa ya kwamba ukiokoka tutakutenga familia yote, ukiokoka yatakupata mabaya, ukiokoka utaharibikiwa. Wametishwa sana, wameogopeshwa sana. Lakini kupitia ushuhuda huu wa mtumishi wa Mungu Mikaya
jinsi Mungu alivyomwezesha, jinsi Mungu alivyomtetea, jinsi Mungu alivyokushindia, inaweza ikakusaidia na wewe mwanamke, inaweza ikakusaidia na wewe binti, inaweza ikakusaidia na wewe kijana ambao umetishwa kwa namna nyingi, ambao umeogopeshwa kwa namna nyingi. Lakini kumbuka, kwa njia ya ushuhuda huu wa mtumishi wa Mungu Mikaya pamoja na mimi mwenyewe, unaweza ukafanya maamuzi yenye hatima yako ya milele. Hebu sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo wakaandika wakalaka, tukasaini, yakabaki matokeo. Nilipoenda nyumbani kwangu, nikaishirikisha familia yangu, nikawashirikisha waombaji, tukaenda mbele za Bwana. Akatokea mzee wa siku, akatokea Yesu Kristo aliye hai, akasema, mwanangu, simama na neno moja tu, nimekuamini, nimekuamini, tangaza habari zangu njema pamoja na mtumishi wangu, simama naye. Wale wanaopigana na wewe, niachie nipigane nao. Usijali maandiko yao, usijali waraka wao, ninao waraka unaozidi nyaraka zao. Akasema, simameni ukauone wokovu wangu. Haleluya, haleluya. Nampenda sana huyu Yesu aliyenifanya hai mpaka leo. Baada ya siku kadhaa akaniambia, hataondoka hapa nyumbani mpaka mimi nitakapomwondoa kwa ajili baada ya kusudi langu. Kwa hiyo nikakaa naye nikimngoja, nikakaa naye nikimngoja Mungu. Siku moja ikatokea, akiwa ametoka nyumbani kwangu, hapo Mungu amemsaidia, na ni mtumishi ambaye ana neema sana, ni mtu anayeomba sana, ni mtu anayehubiri sana. Mpaka hivi ninavyoongea, yako mahubiri yake yako mtandaoni. Ukienda kwenye channel ya Uzima na Ushindi TV, utamkuta na mtumishi wa Mungu Mikaya. Hata ushuhuda nao kushuhudia upo pale kwenye ushuhuda huo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni halisi. Ikatokea siku Mungu akaweka himizo ndani yangu la kuhubiri mkutano wa hadhara pale nje kanisani kwetu, kwenye kijiji hicho hicho, mahali hapo hapo. Kumbuka siku zimepita, nasubiri kwamba sasa wataamua nini. Je, kanisa litafungwa? Je, litafukuzwa kazi? Je, watachukua hatua gani? Nikawa nimesubiri kitakachotokea. Mungu akanihimiza, akasema, andaa mkutano wa hadhara. Alafu huo mkutano kwa mara ya kwanza kabisa mtahubiri pamoja na mtumishi wangu Mikaya, ashuhudie matendo makuu ambayo nimemkusudia mimi na yale niliyoweka ndani yake. Kwa hiyo tukaandaa mkutano, tukaandaa machapisho, tukabandika mitaani, akiwa anatoka nyumbani kwangu, tunaenda naye kuhubiri kwenye viwanja vya mkutano wa Injili, nikisubiri watafanyaje, nikisubiri wataamuaje. Lakini tukahubiri mkutano, tukamaliza siku zote 7, hakuna chochote kilichotokea. Lakini nisikiliza nikwambie kilichotokea. Bwana akaniambia, atakaye thubutu yoyote kuchukua hatua yoyote kabla hajachukua hatua hiyo ikafanikiwa, yeye atakuwa ameharibikiwa. Yeye nitaanza naye mwenyewe. Yalianza matukio kadha wa kadha kwa wale wote waliohusika kwenye hivyo vikao. Wengine wanajua, wengine hawajui. Kuna mambo yamewapata, sijui kama wanajua kwamba ni Mungu. Maana Mungu alikuwa ananiambia hatua kwa hatua. Tukahubiri mkutano ukaisha, nikisubiri kuna mtu atachukua hatua. Jamani, mpaka hivi leo mimi naendelea kuhubiri Injili. Kanisa la Mungu lipo,
watu wanaendelea kuokolewa, watu wanaendelea kufunguliwa, na mkono wa Bwana unaendelea kusimama, na kazi inaendelea nayo mpaka leo. Na bado mimi ni mwalimu nafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akajidhihirisha, Mungu akajifunua. Lakini ngoja niendelee kukwambia, baada ya hapo kitu gani kilitokea? Nakumbuka shetani alikuwa ametangaza mambo makuu matatu juu yake yatokee. Alitangaza mambo makuu kupitia vinywa vya ndugu zake, kwamba lazima haya yatokee. Jambo la kwanza nakumbuka, ilikuwa kwa sababu tumeshindwa kumzuilia wokovu. Kwa hiyo hata kuja kupata mume, na akitaka kupata mume ili aolewe, lazima aje kwetu tumpe sisi mwanaume. Maana yake wampe mwanaume wakara wa giza, wakara wa shetani. Kwa wakasema hata olewa kwa namna yoyote, ni mpaka aje kwetu ili sisi tumpe mume. Unajua maana yake nini? Maana yake asalende, awende wafumu, awende waganga wa kienyeji, aende akalikane jina la Yesu, ili sasa wampe mme, ili sasa aolewe. Kwa jambo la tatu la pili, wakasema hata ikitokea bahati mbaya ameolewa, hata kama ikitokea bahati mbaya ameolewa, hata kuja kuzaa kamwe, hata kuja kupata mtoto kamwe. Jamani, haya ninayoongea ni halisi. Jamani, ni halisi. Si tu kwamba yalitokea katika ndoto, kwamba uliambiwa katika ndoto. Hapana, ni maneno ya wazi, ni maneno ya wazi ya kwamba kama sisi sio ukoo huu, basi atazaa mtoto. Na mimi Mungu akaniambia yatunze hayo maneno. Kupitia hayo maneno nitajitwalia utukufu. Kwa hiyo mimi nikaendelea kuyatunza, tukaendelea kumuomba Mungu kwa ajili yake, huku akiendelea kumtumikia Mungu, huku akiendelea kufanya kazi ya Mungu. Nakumbuka siku moja tulikuwa mkoa wa Mwanza, ndugu yangu anafahamu. Nilikuwa nimeenda kuhubiri kwa ajili ya kufungua kanisa kule. Kulikuwa na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anahitaji kufunguliwa huduma kule. Kwa tukaenda kule tukahubiri Injili, tukahubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Kisha tukamaliza ule mkutano, tukarudi nyumbani. Sasa yeye akabaki kule, kwa ajili ya kumsalimia ndugu yake mmoja ambaye kwa sehemu alikuwa kinyume na wao hawa wengine. Kwa hiyo akaenda ni kama vile kwa kujiiba tu, akaenda kule akawasalimia, akamaliza wiki moja kule. Mimi nikiwa huko nyumbani kwetu kule kule Kagera, nikapigiwa simu na yule mtumishi wa Mungu. Akasema, mtumishi wa Mungu, kuna kitu ambacho Mungu amesema juu ya huyu mtumishi Mikaya. Anasema amezungumza kupitia neno la kinabii kupitia mama mmoja, na huyo mama alikuwa hajui kabisa habari za huyo Mikaya. Akasema nao kwenye maombi, akasema, mwanangu, muda wako wa kuolewa umefika, muda wako wa kumwaibisha shetani umefika, muda wako wa kupata mme umefika, na mme wako yuko mbali, lakini mimi nitamleta, lakini mimi nitamsogeza kwako. Akasema ni mme ambaye hutajuta naye, ni mme ambaye nimemwandaa mimi Mungu. Mtumishi yule akaniambia habari hizo, nikasema kweli mtumishi? Akasema ndivyo ilivyo. Akasema lakini tumuombee, Mungu amesisitiza tumuombee. Ipo ikatokea siku moja, alikuwepo ndugu yangu mmoja, mdogo wangu aliyekuwa anakaa mkoa wa Mbeya.
ngono wanga makala ndiri kubera. Yule mdogo niliwahi kusema aliwahi kukaa na mimi nyumbani. Ngono wanga anamba takala na ile kunyumbako. Akiwa anasoma sekondari. Lakini alipotoka kwenda masomoni chuoni, akawa ameenda, alipotoka chuoni akarudi nyumbani ninakozaliwa. Alipokaa huko akawa hawezi kuja kule Kagera. Nikapoteza kabisa dila juu yake. Mwanzoni nikawa na mshauri kwa sababu alikuwa ni mtumishi mzuri sana. Lakini Mungu akawa anasema na mimi kwamba huyu mtu, mbona mawasiliano yamekuwa magumu? Mbona haiko kama zamani? Basi muda ukapita, nikawa nimemsahau. Siku moja kukatokea msiba wa kaka yangu mimi. Nikawa nimerudi kule nyumbani. Wakati nimerudi kule nyumbani, tumemaliza msiba. Nimeenda kwa ndugu zangu wachache, nimewasalimia. Nikawa nimeaga kurudi nyumbani kwetu kule Kagera Biaramulo. Ndipo nikashangaa yule bwana mdogo, muda wa jioni kama saa 1, ananipigia simu, anasema, kaka uko wapi? Nina maongezi na wewe, nina shida na wewe. Nikasema sawa, nikamweleza nilipo. Tukakutana. Akasema, kaka, yani kabla hujaja nilikuwa ninasikia sana nije kule Kagera. Nilikuwa nasikia msukumo sana nije huko Kagera, na sijajua ni kwa nini. Lakini nimeambiwa hivi, rudi ulikookokea. Rudi kule ulikookokea. Mimi nataka nikakufundishe. Mimi nataka ukanitumikie. Kwa hiyo kaka yangu, mimi nataka tuondoke na wewe. Akasema, mimi niko tayari. Wewe unanishaurije? Nikasema, mimi nisemeje? Kwa sababu nimekutaka siku nyingi zilizopita, miaka mingi iliyopita, lakini haukuwa tayari. Kwa hiyo kama uko tayari twende. Akasema, mimi nimeshajipanga. Alikuwa na ofisi ya saruni. Akasema, vitu vyote nimeweka sawa. Kama unaondoka kesho, tunaondoka wote. Nikasema sawa, twende. Tulipoondoka tukafika kule kwetu, huko njiani akawa na kiu sana ya kutaka kujua habari za Mungu. Hivi ninavyoongea ananisikia. Kama tafuatilia ananisikia. Maana wako wengi walioko kule nyumbani wanaendelea kutufuatilia. Kwa hiyo tulipofika nyumbani, akasema, sina haja ya kitu chochote ile kumtumikia Mungu. Nimefanya mambo mengi sana kwenye kipindi fulani cha huko nyuma, lakini sasa nataka nimtumikie Mungu. Nikafurahi sana moyoni mwangu. Nikasema, asante Mungu uliyemrejesha ndugu yangu. Kwa hiyo akakaa akampenda Mungu sana. Na alipofika pale kanisani, akatengeneza na Mungu, akatubu sana. Akasema, mimi nimeamua kumtumikia Mungu. Shetani alikuwa anataka anizuie, lakini sasa anataka nimtumikie Mungu. Kumbuka ule ujumbe uliotoka kule, haukusema ni nani, haukusema natokea wapi, ila alisema tu kuna mtu atatoka mbali na mleta, na nimemwandaa kwa ajili yako, ili mtumikie Mungu, mnitumikie mimi Mungu pamoja naye. Zikapita siku, ukapita mwezi, ukapita mwezi wa pili. Nikashangaa yule bwana mdogo anasema, kwanza siku moja tulikuwa tunafanya maombi pale nyumbani. Tunafanya maombi ya nguvu sana. Yule mtumishi wa Mungu akaomba. Nguvu ya Mungu ilikuwa ni kubwa. Baadaye alipokuwa amepiga magoti kama hapo, akawa kama mtu aliyezimia kabisa. Akawa kama mtu ambaye amezimia kabisa. Muda fulani ukapita. Baada ya muda akaniambia, mchungaji, mimi nataka niende kanisani kwenye maombi, na nitakuwa na maombi ya siku 4.
Nakumbuka ile siku ilikuwa siku ya Jumatano. Nali nditu la chinai. Akasema nitakuwa na maombi mpaka siku ya Jumamosi. Anaenda mpaka ndimaliza mpaka loweruka. Nikasema kwa sababu naelewa namna Mungu anavyosema naye na kumtumia. Nikasema Mungu akubariki sana. Mungu awe pamoja na wewe. Akaondoka nyumbani. Akafanya kambi pale kanisani kwa muda wa siku hizo 4. Alipotoka huko akaja tukamshukuru Mungu, tukaendelea. Kumbe kuna kitu Mungu amesema na yeye. Alafu akamwambia enda kwenye maombi. Baada ya muda huo nikashangaa siku zimeendelea. Mdogo wangu akaniita. Mdogo wangu akaniambia kuna jambo ambalo limenitokea. Sitamani, kuna sauti nayo nitokea. Sitamani hata kukaa hapa nyumbani. Nakemea kwamba shetani, mimi mambo haya sitaki. Lakini Bwana nasikia sauti inanisumbua. Anasema sauti hiyo ni hii. Kila ninapomuona mtumishi fulani, mtumishi Mikaya, nasikia sauti nasema huyo ndio mke wako. Hiyo sauti nimekemea sana. Hiyo sauti nimekemea sana. Nasikia ndani ya moyo wangu huyo ndio mke wako. Sasa ninawaza mimi sasa hivi sijajia hayo, nitaelewekaje hii sauti ya shetani? Lakini kila ninapoipinga hiyo sauti ndio inakuja kwa kasi sana. Nikashangaa, nikasema tumuombe Mungu. Kama jambo hili basi tumuombe Mungu. Basi tukaendelea kumwomba Mungu. Ndipo Mungu akaanza kusema na baadhi ya watu wa kanisani. Wakasema mchungaji, wananijia mimi, wanasema mbona tunaona mtumishi fulani anafunga ndoa kanisani na mtumishi fulani. Kumbuka yale mambo, kumbuka ule ujumbe mwingine watu wengine hawajui. Ni siri yangu mimi mchungaji pamoja na mtumishi Mikaya. Kwa hiyo wengine hawajui. Na mimi Mungu alinifundisha kutunza siri, kwa sababu katika kutunza siri umebeba utukufu wa Mungu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo akaja wa kwanza, akaja wa pili, akaja wa tatu, anaongea jambo lile lile. Sasa mtumishi wa Mungu Mikaya, kumbe Mungu alikuwa amesema naye na akamwambia nitasema pia na mchungaji na nitasema pia na yule mwenzako. Kwa hiyo akanyamaza kimya. Mwisho wa siku, wakati yule mdogo wangu amenieleza, nikaanza sasa kumwomba Mungu na kufuatilia. Nilipomshirikisha mtumishi wa Mungu Mikaya, ndipo akaniambia, baba, mimi Mungu aliwahi kusema na mimi siku fulani, lakini akaniambia atasema na wewe, na ndio maana mimi nilinyamaza kimya. Nikasema Mungu akubariki sana. Jambo hili kama Mungu alisema na wewe na akasema atasema na mwenzio, basi amelithibitisha, na sio kwa mwenzio tu, hata kwa watu wengine. Kwa hiyo jambo hili ni mpango wa Mungu, tuendelee kuliombea. Kumbuka huyo kijana alikuwa ana kiu sana ya kumtumikia Mungu, na Mungu amemwekea huduma ndani yake. Na mimi nikipima naona kabisa kwa namna hii huyu anamfaa. Maana nilikuwa namuomba Mungu sana kwamba asije akaolewa na mtu anayeweza kuharibu huduma ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu, hatua zikaendelea. Kumbuka yakiwa yanaendelea hayo yote, wazazi wake Mikaya wana miaka 2 hajawahi kukanyaga nyumbani kwao, wala wao kumtaka kwa namna yoyote. Hapa katikati pana uadui wa ajabu, lakini Mungu akasema ninataka kutenda jambo litakalowashangaza wanadamu. Alipotufunulia jambo hilo, nikaanza kuwaza itakuwaje, wale watu watatuelewaje? Mungu akasema niombeni, mimi nitayathibitisha
haya. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Wakati ulipofika wa kwenda kujitambulisha kwa wazazi wake, Mungu aliyarahisisha mambo yale kwa namna ya ajabu sana. Sasa kabla hatujaenda, kabla ya hapo nyuma, nakumbuka Mungu alisema nataka niwapatanishe na wazazi wake. Siku moja tukiwa tunafanya ibada kanisani, alikuja baba yake mzazi, alikuja kanisani kwetu tangu muda wa ibada saa 4 mpaka tunamaliza ibada. Tulipokuwa tunakaribia kumaliza ibada, akasema hivi, mimi nimekuja hapa nina neno. Mchungaji, nina neno. Nimekuja kumuomba mtoto wangu. Familia tumekubaliana kwamba tumwache aendelee kumtumikia Mungu wake. Kila mtu ana namna alivyoitwa. Sisi familia tumemsamehe. Kwa hiyo tunataka aendelee kuja na nyumbani kutusalimia na aendelee kumtumikia Mungu. Nikasema baba ubarikiwe sana. Sasa akaongea mbele ya kanisa lote, akasema naomba mniambie atakuja lini? Nikamwambia baba, tutakuambia siku ya kuja. Tukaendelea kumwomba Mungu tukijua labda huu ni mtego, lakini Mungu akasema ni wakati ambao umewadia. Mimi nataka kumpatanisha na wazazi wake. Mimi nataka kumpatanisha na wazazi wake. Kwa hiyo akawa natukumbusha mara kwa mara yule baba. Ikafika siku tukaenda. Tulipoenda pamoja na miungu wanayoiabudu pale, kulikuwepo na vijumba vingi, lakini sikiliza kilichotokea. Alitupa uruhusa ya kufanya ibada, na sisi tulikuwa tumejiandaa kama kanisa asiondoke hivi hivi. Tulikuwa tumeandaa na zawadi za kuwapelekea wale wazazi, kwa tukawa ni kama kasherehe. Wakatuandalia chakula vizuri, tukala vizuri, tukafanya ibada, wakalala pale mama mchungaji na pamoja na Mikaya mwenyewe. Alafu kesho yake wakarudi kuja nyumbani. Wazazi wakasema tangu leo aendelee kuja nyumbani kwetu kutusalimia na endelee kukaa bila shida. Kwa hiyo wakawa wamepatana na wazazi. Wale waliokuwa nyuma ya wazazi wakipambiza, wakichongelea, wakabaki kimya, wakabaki wanashangaa jambo ambalo Mungu alilifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo haya kwa ajili ya kuiponya nafsi ya mtu mmoja aliyetishwa sana na wazazi wake, aliyetishwa sana na ndugu zake, aliambiwa ukiokoka undugu umeharibika, hautakuwa ndugu yetu tena. Ushuhuda huu ni kwa ajili ya kukuponya, ni kwa ajili ya kukutia nguvu, ni kwa ajili ya kukuongeza hatua za kuendelea mbele, ili usiogope, ili usikate tamaa, ili usirudi nyuma. Ujue Yesu anaweza kukupatanisha na adui zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo yaliendelea, tukaandaa, tukapeleka mahali, ikapangwa siku ya harusi. Ile siku ya harusi ilikuwa na utukufu wa ajabu sana. Ile siku ilikuwa siku ya ajabu sana. Watu wengi walihudhuria ili waone ni kweli anaolewa. Alipoolewa kwa utukufu mkubwa, baada ya muda mchache Mungu akamjalia kupata mimba. Akaendelea na ile mimba. Baada ya miezi 9 Mungu akamjalia kuzaa mtoto wa kiume, anaitwa Feva. Ni mtumishi wa Mungu, mpaka leo yuko hai, anaishi, wanamtumikia Mungu pamoja na mmewe. Jamani, Yesu anaweza. Jamani, Yesu ana nguvu. Jamani, Yesu ana mamlaka. Jamani, Yesu ni mtawala. Haleluya! Wangapi wanasema yote yanawezekana kwa Yesu? Wanasema hakuna Yesu asiloliweza, ili mradi unaamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Mungu akawa ametenda muujiza wa ajabu. Mambo yale matatu yote yakawa yametimia. Akaolewa, akaendelea na wokovu, na akazaa mtoto, na ni mtumishi wa Mungu. Kuna mganga mmoja mkubwa wanayemtegemea kwenye ule ukoo. Alimwambia, tumekupa miaka 5. Hii miaka 5 utakuwa umerudi kufanya kazi zetu. Miaka 5 imeisha, hajaenda kufanya kazi zao, anaendelea kumtumikia Mungu. Alafu juzi wakati nikiwa safarini kuja huku, akaniambia, baba, Mungu baba yangu mkubwa, yule ambaye ni mganga anayeaminiwa kwenye ule ukoo, amenipigia simu akasema, wewe mtoto wetu, unajua wewe sio mtu wa kawaida. Ungekuwa unatumika kwenye ufalme wetu, ungekuwa ni mtu mwenye utajiri usio wa kawaida. Ukoo mzima tunakutegemea wewe. Ukoo mzima tunakutegemea wewe. Wewe hauwezi ukaendelea huko mpaka umerudi kwetu, maana una kitu kisicho cha kawaida. Sasa hivi tunakupa miaka 2 tena, ujifikirie na urudi ufanye kazi zetu. Tunakutegemea ulete utajiri mkubwa. Kumbuka maandiko yanasema hivi, palikuwepo na mtu mmoja, kijakazi mmoja, aliyekuwa anawapatia bwana zake faida nyingi kwa sababu ya kazi ya uaguzi, kwa sababu ya kazi ya uganga. Wale ndugu zake walinufaika sana kupitia yeye. Walipata faida kubwa kupitia yeye. Kwa hiyo alipompokea Yesu, watu wale tumaini lao lilivunjika, tumaini lao liliharibika, wakainua vita kubwa sana kwa watumishi wa Mungu kina Paulo waliokuwa wanahubiri habari njema. Ndivyo ilivyotaka kutokea kwa mtumishi wa Mungu Mikaya. Walimtenga ili awe chamba, yeye ndio awe kiti, awazalie na kuwapa faida kubwa wana ukoo wote. Hapa mbele nitakueleza siri za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Amen. Mpaka hivi ninavyoongea ni mtumishi wa Mungu na anaendelea kufanya kazi. Kwa muda mchache nikueleze kwa nini hiyo vita ilikuwa inatokana na nini. Kwa nini vita yake ilikuwa kubwa juu ya huyo Mikaya. Unisikilize mtumishi wa Mungu. Kila mtu miongoni mwetu, kila mtu aliyezaliwa, kuna namna ambavyo Mungu amemwita kwa kusudi, na kuna namna alivyomtengeneza ili alitimize kusudi la Mungu. Na shetani anajua mpango mzima wa maisha ya mtu tangu akiwa tumboni mpaka atakapokufa. Anajua mpango kazi wa maisha ya mwanadamu, kama ilivyokuwa kwa mtumishi wa Mungu Musa, kama ilivyokuwa kwa mtumishi kwa Bwana Yesu mwenyewe ambaye alianza kuwindwa. Musa alianza kuwindwa hata akiwa mtoto mdogo. Tunaona namna ambavyo alitaka auawe mpaka Mungu akamsaidia, akaweka maarifa kwa mama yake, akaenda akamweka kwenye kisafina, akamtunza ili asiuawe. Kwa nini? Musa alikuwa amebeba kusudi la wokovu wa wana wa Israeli, ukombozi wa wana wa Israeli
kutoka katika nchi ya Misri kwenda Kanaani, na hapakuwepo na mtu mwingine aliyekuwa amebeba kusudi hilo, maana Mungu alimtengeneza Musa kwa ajili ya kusudi hilo tu. Aliweka uvumilivu ndani yake, aliweka ufahamu wa kumsikia Mungu ndani yake, aliweka ufahamu wa kumwelewa Mungu ndani yake, aliweka utiifu na unyenyekevu ili apate kulitimiza kusudi la Mungu. Kwa unapoona mtu yeyote ambaye ameokoka, hata kama hajaokoka, anapitia nyakati ngumu, anapitia matatizo mengi, anapigwa vita kwa namna nyingi sana, jua mtu huyu amebeba kusudi la Mungu. Jua mtu huyu ana kusudi la kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Mikaya alikuwa amebeba kusudi la Mungu ndani yake. Kupitia yeye Mungu alikusudia aseme na mataifa ya dunia, aseme na watu wa ulimwengu wote. Baada ya siku kuendelea, ilitokea siku moja. Muda wetu umeenda, nikupe samari kidogo, nikueleze kwa ufupi. Mungu akitupa neema kesho nitakueleza yale yaliyoko huko ndani. Lakini nakumbuka siku moja Mungu, kabla sijakueleza hicho, wakati ule wa vita, kuna mambo nilikuwa ninayasikia kutoka kwa mashetani, wale waliokuwa wanawateka wale watu. Wanasema kuna kitu ambacho tunakiona ndani ya huyu mtu kitakachoharibu sana ufalme wetu, kitakachotuhangaisha sana, na ndio maana hatutaki aishi. Na kama akiishi, hicho kitu tukigeuze kifanye kazi kwenye ufalme wetu. Na ndipo nikapata maarifa ya kimungu kwamba wengi unaowaona wanamtumikia shetani, wengi wale waganga wa kienyeji, wengi wale watu wanaofanya mambo sana ya dunia, wana kitu cha kimungu ndani yao, ila kimegeuzwa, kilitekwa mapema. Walikosa msaada wa kimungu ili kile kitu kitende kazi upande wa Mungu. Unaweza ukaona kilichokuwako ndani ya Paulo. Kabla hajaokoka Paulo alikuwa ni mtu mbaya sana dhidi ya kanisa, alikuwa ni mtenda maovu sana, alikuwa mpinzani dhidi ya kazi ya Mungu, lakini kumbe amebeba kusudi la kimungu ndani yake. Na tunasoma Biblia inasema, nalikujua tangu ukiwa tumboni kwa mama yako ili Paulo unitumikie. Tunaona namna alivyokutana na Mungu kwenye pale akiwa anaelekea Dameski, alipotokewa na Bwana Yesu, na Bwana Yesu akamuita kwa ajili ya utumishi. Baada ya pale tunamwona Paulo amefanya kazi kubwa sana kupitia yeye maelfu ya watu duniani, mamilioni ya watu duniani wanaokolewa kupitia nyaraka zake, waliokolewa kupitia injili yake, waliokolewa kupitia injili aliyoweka Mungu ndani yake. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye kusudi la kimungu anapita kwenye vita kubwa sana. Ana vita kubwa ya kifamilia, ana vita kubwa katika jamii, ana vita kubwa katika ndoa. Lakini nakwambia usife moyo, simama na huyu Yesu aliye hai, atalitimiza kusudi lako kabla haujafa. Mungu atalitimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Kwa hiyo ikatokea siku moja tukiwa katika maombi, maombi ya nguvu, tukaomba mtumishi wa Mungu akaomba sana. Alafu tukamaliza maombi, yeye akawa bado hajaamka. Alipokuwa amepiga magoti kama hapo, akaomba kwa nguvu sana kwa kunena kwa lugha, baadaye akanyamaza kimya. Tukamaliza maombi, kumbe Mungu yuko na ajenda naye. Mungu akamtokea. Kwanza kabla ya siku hiyo, siku moja kabla ya siku hiyo, alikuwa tuko kanisani. Ilikuwa ni siku ya ibada. Haya ninayoyaeleza ni ushuhuda ulioko mtandaoni.
ndiumbone ndituli pa line. Sasa tukiwa kwenye maombi kanisani, akawa amesikia hali ya sio udhaifu, yani kama vile udhaifu, kama vile usingizi mzito sana. Anafanya kwa yake katitulo katikutopa. Sasa karibu na pale kanisani, kapafupi ni charity, kuna mtumishi wa Mungu ambaye anakaa jirani pale. Mtumishi na kama kala pafupi hivyo, akaamua kwenda kupumzika pale. Analo la kukapumula kubeneko. Alipolala usingizi, alikigonereko, ule mzito ukamjia. Basi namwelera, ndipo akatokewa na watu wawili. Anabwera mtu wawili. Akatokewa na watu wawili. Anabwererwa ndi watu wawili. Wamevaa mavazi meupe sana. Anavala zovala zoera. Mavazi ya kung'ara sana. Zovala zonyesimira. Mmoja ana mshipi kiunoni mwake. Mwingine ana daftari kubwa na kalamu mkononi mwake. Akamuita kwa jina mara 3. Anamuita na katatu. Akasema tufuate. Anamuza tisateni. Alipoamka akaanza kuwafuata. Atongo suka namba kwa sata. Uko mbele. Sogoroko. Akasema nao mambo mengi, akasema naye mambo mengi sana. Anakula nao zambirika. Ambayo Mungu akinijalia, zemene Mungu akandilola, nitakwambia. Ndikuzani. Na Mungu alimtokea zaidi ya mara 7. Mungu anabwera kwa mtu yo maka 7. Akiwa anamchukua. Alikumrenga mtu yo. Na kumweleza mambo mengi sana. Ndikumfuata kwa situ sabi. Jamani, mbingu ipo. Jamani, mbingu ipo. Mwambako kulipo ndi. Jamani, mbingu ipo. Mwambako kulipo kondedwa. Ukitaka kujua habari za mbinguni, mkafuna kuzua za mwambaso. Mungu akinipa neema kesho, nitakueleza. Nikala ndimu aendia kula ndicho. Mungu alisema naye. Mungu anayangu la mtu yo. Lakini akasema na mimi. Kwa maana kula sandine ndio. Ili kuyathibitisha hayo. Kutia kwa nilisa zose. Kuna njia nyingi Mungu anasema na wanadamu. Mungu kama yakula zose sana. Zingine zina ushahidi. Zingine hazina ushahidi. Ni mambo ya rohoni. Ambayo hata ningekwambia huwezi ukaelewa. Ni mpaka kwa picha ya rohoni. Mpaka Roho Mtakatifu akuthibitishie. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kupitia hayo ndiyo yalifanya apite kwenye vita kubwa sana. Kupitia yeye Mungu amefunua mambo mengi ya utukufu wa Mungu. Ametupa kumjua sana huyu Mungu. Na huyo, hayo ndio ambayo yanamfanya mtu aliyelibeba jina la Yesu, jina la Yesu liwe na nguvu na uwezo wa ajabu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akinijalia kesho, kwa sababu nataka tuache muda wa kuomba hapa. Kesho nitakwambia namna ya kutembea, namna ya kulipokea jina la Yesu. Na kutembea pamoja nalo, na kutembea na nguvu za Mungu kila siku ya maisha yako. Umuone Mungu kwenye maisha yako. Nitakueleza. Hebu sema amen. Sema tena amen. Ukifahamu hiyo siri, shetani utamuona kama sisimizi. Utamuona shetani si kitu. Utaishi kwa ujasiri usio wa kawaida huku duniani. Siku zako zote zitatimizwa ukiwa duniani, ili uyatimize mapenzi ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe na watu ambao yamkini wanapita kwenye shida nyingi na kwenye changamoto nyingi. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo kwamba Yesu anaweza. Yesu ana nguvu. Yesu ana mamlaka. Yesu ana uwezo wa kuponya. Ana uwezo wa kuokoa. Ana uwezo wa kufungua. Maishani mwangu nimemuona Yesu akifungua magonjwa, akiponya magonjwa yasiyo ya kawaida. Wamama ambao walikuwa wamefungwa matumbo, Yesu amewafungua. Waliokuwa na HIV, Yesu amewaponya. Ukienda mtandaoni kwenye channel yetu ya YouTube ya Uzima na Ushindi TV, utaona shuhuda za wamama mle, wala ambao Yesu amewatendea miujiza mingi.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba usogee mbele kama unahitaji Mungu akufanyie jambo. Kama liko jambo ambalo unataka Mungu akutendee, ikaribie madhabahu ya Bwana. Baba, ninakushukuru. Yesu, ninakutukuza. Wewe uliyesema na mimi, ukasema nitakutuma mahali pengi, ukapeleke habari njema ya ufalme wako. Ukasema nimejidhihirisha kwako, nimejifunua kwako, ili uwe shahidi wa mambo haya. Kupitia wewe wengi wataokolewa, wengi wataponywa, wengi watafunguliwa. Majira ndio haya Mfalme. Kutane na watoto wako, kutane na watumishi wako. Wako wenye haja, wako wanaokutaka Bwana, wanatamani wauone mkono wako, wanatamani ujidhihirishe kwao. Yesu Kristo wa Nazareti, jidhihirishe Mfalme wa falme, jidhihirishe Bwana mabwana. Mkono wako unyoshe kwa ajili yao, ule mkono uponyao, ule mkono unaofungua, kwa utukufu wa jina lako Yesu. Naomba unaweza ukasogea zaidi hapa mbele. Wangapi wameokoka? Na wangapi ambao hawajaokoka? Moyo unawashuhudia kabisa kwamba mimi sijamwamini Yesu, kwamba mimi sijaokoka, ambaye moyo wake unamshuhudia sijaokoka. Kama hujaokoka unamhitaji Yesu. Amen. Sijui kama ninaeleweka. Ambaye kwa mara ya kwanza anataka ampokee Yesu, naomba sogea mstari wa mbele huu. Naomba watumishi wa Mungu mkaribie. Naomba watumishi wa Mungu msogee. Haleluya. Ujongee kumbele senderani paroba ditu mzee. Siku zote kuabudu. Yes. Ninapenda ni kuabudu. Wewe ambaye hujaokoka na umepita hapa mbele, nyosha mkono wako. Kweza ni manjano. Yes, yes, yes. Tumikia Mulungu ditu asogosini ndima wola hapa. Basi kwa wala ambao bado hawajampokea Yesu Kristo, kwa amena sana Yesu Kristo, watafata ya maombi. Asia tisata mawawa. Bwana Yesu, atate Yesu. Mutasema nikimaliza kusema mnafuata. Bwana Yesu, asante kwa kazi ya msalaba. Mimi ni mwana wako. Kwa muda mrefu nimepotea. Leo nimekuja kwako. Nimejutia maisha ya dhambi. Leo nimeamua kurudi kwako. Unipokee kama mwana. Vuta majina yangu katika vitabu vya hukumu. Andika majina yangu katika kitabu cha uzima. Tangu sasa nimevunja mahusiano na shetani. Mimi ni mwana wa Yesu. Roho Mtakatifu, ongoza maisha yangu. Mimi ni mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa wema na rehema, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umeshuka kwa ajili ya kutafuta kilichopotea. Jioni ya leo wana wako wamefika
ambao wameamua kuanza maisha mapya Bwana, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndiyo maana jioni ya leo nakabidhi nafsi hizi mikononi mwako. Wana wako wamekiri, wamekupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yao. Bwana, ongoza maisha yao, ficha maisha yao, kubali kuwazunguka na wema wako. Tunajua ya kwamba wakati mwanadamu anapoamua kukufuata Yesu Kristo, anaanzisha vita vya kiroho na shetani, lakini kilicho mikononi mwako hakuna weza kipokonya. Na wakabidhi mikononi mwako, walindwe na wawe, uwaongoze tangu sasa. Maisha yao yabadilishwe, yawe chini ya neema yako, yafunikwe na damu ya Yesu Kristo. Ya kale yamepita, wameanza maisha mapya. Roho Mtakatifu, tawala maisha yao, uwaongoze, uwabariki, uwapiganie. Tunatamani kuona watumishi mahali hapa, tunatamani kuona wachakazi kati yao. Asante kwa sababu neema ya mbingu na ushindi wa Roho Mtakatifu utakuwa pamoja nao, kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ambuya lemekezeke. Nimejifunza kumsikiliza Roho Mtakatifu. Ndavuzala ndi kumvera Mzimu Wera. Nimejifunza kutii kwa Roho Mtakatifu. Ndavuzala ndithu kumvera Mzimu Wera. Nitaka tuombe kwa ajili ya watu ambao wenye shida. Ndifuna tipemphere kwa watu amene ndi mavuto sasa. Lakini nikuombe Kumani kumemeni uwe mvumilivu. Kesho asubuhi, baada ya neno la asubuhi, tutafanya maombi. Mubire nditu tipempera nditu tukamaliza. Anayetenda kazi ni Mungu. Gaole ambira mmawa. Anayetenda kazi ni Roho Mtakatifu. Ogora shito ndi Mzimu Wera ni Mulungu mwini. Tunapata maelekezo kutoka kwake. Tima londola nditu zosatsira kutoka kwa Mulungu. Amini neno hili. Kulupira ni mawawa. Na Mungu atakusaidia. Na Mulungu akudali sana. Amen. Amen. Baba, utukufu ni kwako, heshima ni kwako, uweza ni wako na nguvu milele. Sante Roho wa utukufu, sante Roho wa neema na rehema, sante Roho wa upendo na nguvu, sante unayetuongoza, sante unayetutetea, sante unayetutegemeza. Watu hawa Bwana unakusudi nao, watu hawa Bwana uliwafia msalabani, watu hawa Bwana wamekuja na wamekuwepo mahali hapa kwa ajili yao. Roho Mtakatifu watamie, wape ulinzi wa ajabu hata